Kwanza kabisa Mheshimiwa Spika, nianze kwa kutoa pongezi zangu za dhati kwa Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, nimebahatika kufanya kazi pamoja na Waziri Kombo akiwa waziri wa mambo ya nje. Nimebahatika kufanya naye kazi. Kama kuna mtu anaweza akatoa ushuhuda wa namna gani diplomasia ya Tanzania imeimarishwa kwa kipindi cha miaka 4-5 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi ni moja ya mawitness chini ya kazi inayofanywa na Waziri Kombo. Hongera sana kaka yangu Waziri Kombo na manaibu wako wote, vijana makini kabisa. Baadhi tumekuwa nao katika Youth League ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri na timu yako ya wizara, asanteni kwa kuendelea kulinda heshima, misingi na utu wa taifa langu Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, misingi ya uhusiano ya kimataifa na sera yetu ya mambo ya nje, we are non-aligned movement nation. Mheshimiwa Spika, sisi ni taifa tulisilofungamana na upande wowote, na misingi yetu ya sera yetu ya mahusiano ya mambo ya nje, na waziri, ninakushukuru, umetamka bayana, tumejikita katika kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka ya nchi na uhuru wa kisiasa wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe mwaka 1961 Tanzania ilipopata uhuru, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofanya ziara ya kwanza nchini Marekani kwa mwaliko wa Rais Kennedy, alipotoa hotuba katika ikulu ya Marekani kwa vision alizokuwa nazo hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, Rais Kennedy alitoa kauli ya kusema anamfananisha Mwalimu Nyerere na mipango na vision ya Tanzania kama George Washington, rais wa kwanza wa Marekani, baba wa taifa la Marekani. Mheshimiwa Spika, kwa nini ninayasema haya? Nataka nikuhakikishie kwanza, huo mswada ndugu zangu, na mimi nimebahatika kuona mswada huu. Nataka niliambie bunge lako Mheshimiwa Spika, ni rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo la kwanza alilolifanya rais wetu, wa bunge, naomba tuwe na kumbukumbu. Ninaomba tuweke kumbukumbu sawa duniani, ili kusudi tusije tukaruhusu heshima ya taifa letu, heshima ya rais wetu ikachezewa na mataifa baadhi kwa maslahi ambayo yanaweza yakafanya rais wetu na nchi yetu na viongozi wetu wakawa wanyonge. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe, katika kulinda uhuru wa kidemokrasia katika mambo ya nje, Rais Samia alipoingia madarakani akiwa rais, ndiye rais wa kwanza alikwenda kuwatembelea hata wapinzani waliokuwa wametoroka na kukimbia taifa hili. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kuna baadhi ya wanasiasa hawakuwa hata na passport. Rais Samia alitoa maelekezo, wakapewa mpaka hati za kidiplomasia kuwa huru kuzunguka dunia yote. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kwa kulinda uhuru wa vyama vya siasa Tanzania, aliondoa katazo la mikutano yote ya hadhara iliyokuwa inakabili vyama vya kisiasa Tanzania. Vyama vyote vikapewa uhuru wa kufanya mikutano ya siasa. Mheshimiwa Spika, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000, na asilimia 98 ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja, ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu, nimesoma mswada huu kusema kwamba Tanzania inafanya religion persecution. Taarifa Mheshimiwa Spika. Napenda nimpe taarifa msemaji kwamba pia rais huyu alikuta walikuwa hawana ruzuku vyama vya upinzani, akawapa ruzuku.
Mheshimiwa Kingu, taarifa naipokea. Mheshimiwa Spika, taarifa ninaipokea, lakini ninakwenda mbali kwa kuongeza. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake tumeshuhudia religious liberty kwa hali ya juu. Leo hii rais anaweza kwenda kwenye kanisa akafanya donation. Muislamu anaweza kwenda kanisani akafanya donation. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini, na ndiyo maana leo tunazungumza hapa. Pembeni yangu amekaa mbunge Muislamu, pembeni yangu amekaa mbunge Mkristo. Tumekaa, ndiyo taifa la kwanza Afrika ambalo naweza nikasema kwa ujasiri tumeweza coexist between the two big religions. Hatuna religious persecution. Mimi ninayezungumza hapa, my mother is a Muslim, I'm a Christian. Hapa ninayezungumza. Mheshimiwa Spika, tunaoleana kati ya Waislamu na Wakristo. Ninaomba kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Kombo, wewe ukiwa kama waziri, fanyeni kila linalowezekana, na mimi siwalaumu wale wa maseneta wa Marekani. Inawezekana wamepata habari ya upande mmoja. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, mimi ninajua wewe pia ni mwanadiplomasia mahiri. Fanya mpango, Mheshimiwa Spika wangu, ongozana na Waziri Kombo, nendeni mkakae na kamati ya foreign ya Marekani. Sisi Tanzania, we need Americans. Sisi wa Tanzania tunawahitaji wa Marekani, na wa Marekani wanahitaji Tanzania. Sisi Tanzania tunahitaji European Union. European Union wanahitaji Tanzania. Sisi Tanzania tunahitaji Asia, na Asia wanahitaji Tanzania. Tunamhitaji Mchina as Chinese wanatuhitaji. Tunamhitaji Mrusi na Mrusi anatuhitaji. Tunamhitaji Muirani na Muirani anatuhitaji. Tunamhitaji Muisrael na Muisrael anatuhitaji. We are the non-aligned movement nation. Tunaomba kwa heshima na taadhima, heshima ya taifa letu Tanzania, tuendelee kufanya diplomasia ya win-win situation. Diplomasia ya wao kuja kuwekeza na sisi kuwa na masoko kwenye nchi zao. Hakuna mtu hata mmoja kwenye taifa hili anawachukia wageni. We are brothers and sisters. European Union to Pacific, to Asia, to Indonesia, we are one people. Tujenge mazingira, Mheshimiwa Spika, ya dunia itakayokuwa salama, dunia isiyo na ubabe, dunia isiyochukulia baadhi ya mataifa madogo na kutaka kuyaonea. Kwa taifa langu Tanzania, we will protect this nation with all our strength, na Mungu atusaidie. Mheshimiwa Spika, mwisho Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Kingu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki